Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kusimama leo katika bunge hili tukufu. Na kwa kweli kusimama kuchangia bajeti hii kwa mara ya mwisho ni wakati wa kumshukuru pia Mwenyezi Mungu. Na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa fursa kwa mbunge katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hiki cha miaka 5. Na nitaungana na baadhi ya mtume ambaye alisema kupitia kitabu cha Timotheo wa pili 4:7 kwamba Paulo alipomaliza kazi yake akasema, nimepiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na mimi nasema hivi, nimepiga vita vizuri kwenye nafasi ya ubunge, mwendo wa miaka 5 nimemaliza, siendi kufa, ingawa Paulo alimaanisha kufa, na hadhi ya ubunge nimeilinda. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango huu tunaojadili na bajeti ya fedha tunayojadili, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wamesema, ni mpango wa kimkakati ambao unatupelekea mwishoni kumaliza mpango wetu wa miaka 25 ambao tulikuwa tumeupanga, na tuko kwenye transition kuelekea mpango mpya ambao unafikia 2050 ambao utachukua miaka mingine tena 25. Na ninaweza kusimama kifua mbele kabisa nikiwapongeza na kuwashukuru sana serikali yetu kwa kazi kubwa ambayo imefanya, kwa namna ambavyo wametekeleza mpango wa miaka 5. Wamelay foundation nzuri sana ambao tutakwenda vizuri katika mpango unaofuata wa miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema hivyo kwa sababu ya miundombinu mikubwa ambayo imekamilika katika taifa letu, ikiwepo ujenzi wa reli SGR, lakini ikiwepo umalizaji wa bwawa lile la Mwalimu Nyerere. Hiyo inatuhakikishia kwamba tutaendelea kuwa na nishati ya kutosha katika taifa letu kwa muda mrefu. Hivyo mipango mingine yote tunayopanga ya uzalishaji itawezekana kwa sababu tuna nguvu kubwa ya umeme ambao utaendesha sekta zetu zote za uzalishaji, lakini na utoaji wa huduma. Lakini pia miundombinu ya usafirishaji imeimarishwa ikiwemo reli, lakini tunaona katika kila ziwa kuna ujenzi wa meli kubwa ambazo zinaendelea katika nchi yetu kuonyesha kwamba usafirishaji utaimarika. Lakini tumeona ununuzi wa ndege zile 6 ambazo tumeongeza. Tumeona utanuzi wa bandari ambao unatuhakikishia kwamba shughuli za usafirishaji, tukizalisha kwenye kilimo, tukizalisha sehemu yote, zitawezekana. Kwa hiyo tunawapongeza sana serikali kwa foundation hiyo ambayo umeiweka, na sasa tunaamini kweli mpango huu wa miaka 25 utawezekana kwa sababu tayari foundation kubwa imejengwa. Na mimi sitokuwa nyuma. Kama mbunge nilikuwa na wajibu wa aina mbili. Kwanza, kuwatetea wananchi wangu, mabosi wangu wazito sana, wananchi wa jimbo la Iringa mjini, lakini bila kuwasahau wajumbe wazito walionichagua kwa kura ya maoni, wajumbe wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Hilo lilikuwa ni jukumu langu la kwanza, yale ambayo chama kimenituma kupitia ilani ya CCM kuyatekeleza katika bunge hili. Lakini pia ninapokuwepo hapa bungeni, ni bunge la kitaifa, kuangalia mambo yote yanayohusu taifa letu. Kwenye habari ya ubunge, wananchi wangu wa Iringa wao ni mashahidi. Nimepita kila kata, nimewaeleza kwa kufafanua kila kilichofanyika kata kwa kata. Lakini yapo mambo makubwa yaliyofanyika ambayo sisi kama Iringa hatujaachwa, tumeunganishwa na taifa hili. Kwa sisi pia kutanuliwa uwanja wa ndege mkubwa. Sasa hivi Iringa ndege zinatua mara 3 kwa wiki, ATCL na ndege nyingine kubwa. Wananchi wa Iringa wanaunganishwa kwa barabara ya Ruaha National Park ambayo ni kilomita 104 inayoenda ile inaanzia Iringa mjini Ruaha kule Ruaha National kwa kilomita 40, na ujenzi wake umeshukuru sana serikali kwa kutuunganisha Iringa, kwa maana usaji wa anga miundombinu ya barabara, lakini pia kutuunganisha Iringa na Tanzania, lakini kuongeza na kuchachamua uchumi. Kwenye elimu tumejenga zaidi ya tumekarabati, tumejengewa shule za milioni 630 karibu 5. Tumeimarishiwa chuo chetu cha Mkwawa, chuo kikuu
ambacho tumejengewa lami kwa kilomita 3.5, lakini tumeletewa zaidi ya bilioni 14 kwa ajili ya mabweni pale na kujenga lecture rooms. Tunashukuru kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu katika chuo chetu cha Roman Catholic Luke, lakini tunashukuru kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu kwa ajili ya chuo chetu cha KKT ambacho kinaitwa Tumaini University, lakini ni University of Iringa. Tunawashukuru sana. Lakini tumefanyiwa mambo mengi kwenye elimu ya msingi kwa kuletewa shule za mpya zaidi ya 5. Maji Iringa ni 97.8%. Umeme Iringa ni zaidi ya 95%. Mamlaka ya maji ya Iringa ndio mamlaka bora ya pili Afrika kwa kufanya kazi vizuri. Tunawashukuru sana. Tumeletewa mbolea kiasi cha kutosha yenye ruzuku na wananchi wa Iringa wanaendelea kulima. Sehemu yangu ya pili, nilikuwa kama mbunge wa kuliwakilisha taifa langu. Nasema vita nimeipiga vizuri. Wanaume wa nchi hii nimewatetea. Nimesimama nimewasemea umuhimu wa kujenga usawa na kuangalia jinsia zote mbili. Vita nimeipiga vizuri. Masuala ya afya ya akili nimeongelea hapa. Ili kuendelea kustawisha ubora wa taifa letu, lazima tuendelee kuangalia masuala ya afya ya akili, na nashukuru kwa ahadi ya serikali. Ninaamini kabla tujamaliza bunge hili, baraza la afya ya akili nchini litakuwa limeanzishwa. Tumepambana kuhakikisha kwamba tunasema masuala yale yaliyo kinyume na mila na desturi zetu, ikiwemo masuala ya ushoga, ndoa za jinsia moja, kupambana nazo, na ukatili wa kijinsia. Haya yote tumeyaongea mahali hapa. Lakini zaidi sana tumepata fursa ya kutoa mchango wetu kwa serikali yetu ambayo ni sikivu na imetusikia. Mimi nasema hivi, serikali yetu tunaenda kuombea ili mifugo kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri wa Mpango ukurasa wa 21 ile bileti 26 kwamba idara utakazoziangalia ni mifugo na uvuvi ili ziendelee kuzalisha zaidi na kuongeza vipaumbele katika uzalishaji. Naomba sana, tulitakiwa kujengewa kiwanda cha nyama. Sasa pale kile kiwanda kimegeuka kimekuwa tena machinjio kwa sababu hakijamaliziwa. Tunaomba kimaliziwe ili kiwe kiwanda na kisevu nyanda za juu kusini kwa ajili ya kufanya packaging za nyama kama ilivyokusudiwa kwenye andiko lake, nyama zitumwe nje. Lakini kituo cha utalii Kiesa Kilolo nacho kikamilike ili connection iwe nzuri. Ndege zipo, barabara inajengwa, lakini kituo bado hakijakamilika cha utalii Kiesa Kilolo. Watalii wanashuka pale na ndege hawajui wapi wapate information za utalii nyanda za juu kusini. Tunaomba kile kituo kikamilike ili connection iwe vizuri, na hii sekta ya utalii kwa kuwa pia inaongeza sana kwenye pato la taifa, hasa kwenye fedha za kigeni. Nyanda za juu kusini tuwe ni sehemu ya kuchangia utalii wa taifa hili na kuingizia taifa letu fedha za kigeni za kutosha. Ndugu zangu, baada ya kusema maneno haya, nawashukuru sana na ninaunga mkono hoja. Ninawaomba wananchi wangu wa Iringa, naamini mmeniona na hamtaniacha. Naomba sana wajumbe muendelee kunikumbuka, bado nipo na mambo mengine bado yapo. Ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu atakusudia nina kasi zaidi ya nilivyokuwa mwanzo. Asante sana.